you do? How do you do too? Do you feel some good? Yes. Do you feel some good? Yes. All over, yeah? Yes. Do you feel some good? Yes. Do you feel some good? Yes. All over, yeah? Joy ni mmoja wa walimu katika shule hii ambaye tunafanya kazi naye takriban zaidi ya miaka 3 na sasa. Joy anafanya kazi zake vizuri. Kwa sasa ni mmoja wa walimu ambao anafundisha darasa la nursery. Anawaandaa watoto wanaojiandaa kwenda darasa la kwanza. Kwetu sisi ni muhimili mzuri sana kwa sababu ndio anayetutengenezea msingi wa watoto wetu wa primary level. Joy kutokea akianza kufanya kazi ni mtu ambaye anajituma sana na anapenda sana kuwa kama mtoto. Unajua field yetu inapenda mwalimu awe kama mtoto. Joy kwa sehemu kwa upande wetu amejikita mahali ambapo ndio msingi. Mtoto akikosa msingi unaweza ukajitahidi naye sana kule mbele hata toka. Mtoto anapoingia nursery, akaingia ile sehemu ya pili ya middle, akaingia sehemu ya 3 ya top, anatakiwa awe ameanza kukamilika katika eneo la elimu yake la kuhesabu, kuandika na kusoma. Sasa Joy amekaa kwenye msingi ambao tunautarajia sana ule msingi usiharibike. Na ule msingi unapokuwa haujaharibika, wale wanaopokea wale watoto wanakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kuwaendeleza kuliko wengine. Natambua Joy kama mwalimu mbunifu anayekuza umahiri wa mtoto mmoja mmoja katika darasa, mwalimu anayecheza pamoja na watoto, na mwalimu anayejitahidi kuonyesha kwa vitendo yale ambayo mtoto anatakiwa kujifunza darasani. What I can talk about Teacher Joy, she's somebody who is loving, she's somebody who is cooperative and not selfish. And she's somebody who yearns to know more. If she sees something good from you, she would come and inquire from you so that you can help her to attain what you have. So she always wants to know more, and I think that is what has helped her to improve on her skills. She's not selfish. She wishes good for everyone. She has got a rich soul, and she's that person who socializes with each and everyone in a good way. She likes children. She associates with children very well. She's a good teacher. I can also assure that I have learnt a lot from her. She's somebody who never gives up if at all she decides to do something, and she's good at teamwork. If she thinks about any idea, she can bring it out, and she doesn't want to look as if the sole owner of that thing. She tries as much as she could to involve other teachers and even other parties so that you can do something as a team. Naitwa Joyce George Kiango, ni mtoto wa kwanza katika familia ya mzee Kiango. Tumezaliwa wawili na mdogo wangu wa kiume anaitwa Jordan, sasa hivi yuko chuo mwaka wa kwanza. Joyce ni mwalimu wa nursery school, kindergarten, nafundisha wale watoto ambao wanaingia darasa la kwanza mwakani. Lakini pia nafundisha middle class ambao wao wanaingia pre-unit kabla hawajaingia darasa la kwanza. Kwa hiyo Joyce ni mwalimu wa darasa ya middle class na pre-unit. Walimu kwangu ni kitu ambacho kinatoka moyoni. Siamini sana kama walimu ni mshahara, kwa sababu jinsi ninavyofanya mimi kwangu naona kama ni wito. Mwalimu ni mtu mwenye upendo,
mwenye ushirikiano, mwenye kupenda watoto, ndo upendo wenyewe, na vile vile ni mtu ambaye anatakiwa ajitume sana. Katika jamii, mwalimu ni mtu ambaye anashirikiana kwa namna moja au nyingine na wazazi katika kuwakuza watoto, kwa sababu muda mwingi tunatumia kukaa na watoto ambao wazazi wao wamekuwa wameenda maofisini katika biashara zao mbalimbali. Kwa hiyo sisi muda mwingi tunakukaa na watoto. Kwa hiyo pia mwalimu pia naweza nikasema ni mlezi kwa ajili ya watoto ambao tunaletewa. So class teacher's name? Kudili na watoto wadogo wa miaka 3 mpaka miaka 6 inasumbua, wasumbufu hivyo, lakini ukipenda, wanasemaga it all starts with the passion. Tangu mtoto alikuwa unaniuliza napenda kufanya nini, nakwambia napenda kuwa mwalimu. Kuna msemo unasemaga ambao unaniulizaga sana, unasemaga watu waliofeli wakakosa kazi ndio wanakujaga kwenye ualimu. Kwa hiyo katika kipindi sasa nikamwambia nimeshafika miaka 18 baba, na huku nimeshakosa credit nyingine, sitaki tena kwenda, naomba unipeleke kile kitu ambacho nataka. Mzazi wangu akakubaliana na mimi, wakati huo sasa nakaa na baba peke yake. Nikapelekwa chuo Dodoma, nikasoma. Then ilinipa sasa, nilikuwa nasoma, nimemkosa mama, alafu nimeshaangusha wazazi wangu, ikawa inaniuma like nimesoma mpaka form 4 nimefeli. Sio kwa kupenda, nika receipt tena, nikakosa tena credit. Kwa hiyo nimeenda chuo, nikawa inaniuma like nataka ni prove kwa babangu kwamba there is something in me. Kirudi nyuma kidogo, kabla siku ya kwanza, hii ni shule private. Nilikuwa nimetoka tu chuo, nimekaa kama siku 3 hivi, nikapigiwa simu na mwalimu mmoja hapa. Basi kuna ile connection kwamba kuna kazi sehemu fulani, njoo. Nikapigiwa simu kwamba kuna chance ya ualimu kuja kufanya interview. Nikaja nikafanya interview, honestly nilifeli interview. Joy Kiango amejiunga na Patmo kutoka 2014 akiwa ni binti mdogo, ametoka shuleni, na nafikiri wakati anajiunga hata majibu yake yalikuwa hayajatoka. Lakini alikuwepo mwalimu mmoja walipofanya interview akasema huyu tumchukue, anaonekana ni mtu ambaye akiendelezwa anaweza akafanikisha kazi yake. Ninavyoletewa mtoto kwa mara ya kwanza, nikimwona yule mtoto, ninachoaminiki kwanza moja kwa moja kwamba mzazi mpaka amechukua uamuzi wa kutoka nyumbani kwake kuja hapa, ameamini shule, japokuwa ajui anakuja kukutana na mwalimu wa aina gani. Kwa anapokuja unaniambia mchukue huyu mtoto, kwangu nakuaga niko vizuri sana, like nampokea kwa moyo wangu wote, na naamini kabisa kwamba unajua kuna madarasa matatu, kunaanza baby, wanakuja mid, wanakuja top class. Kwa hiyo mimi nafundisha top class. Saa nyingine unaletewa mtoto ambaye madarasa mawili yote hayajasoma, nije kumwanzisha mimi. Kwangu inakuwa ugumu kidogo. Kuna kipindi nilitoaga mwanafunzi Masai. You can imagine the hard work ilivyokuwa. Like wenzio wanasema teacher I have finished, dia anakuambia teacher indime. Sasa unajiuliza huyu ajui Kiswahili, ajui Kiingereza, anajua Kimasai, na mfanyaje mpaka sasa arudi huku mpaka nini. Lakini yule mtoto mpaka leo naweza nikasema namtumia kama mfano mzuri sana ambaye alinifanya mimi niseme yes naweza. Kama niliweza kumfanya huyu Masai akamaster Kiingereza, akamaster Kiswahili, hapo mpaka sasa hivi anashika top 3, top 2, top 1, kwangu mimi ile ndio ilinipa moyo. Kwa hiyo ninapompokea mtoto, yani kwa siku ya kwanza kwangu mimi nasema yes come, I'll teach you. Yani mpaka nitakufundisha mpaka sasa, nikisema nimeshindwa kweli, yani nimeshindwa, lakini sijawahi pia kuweka neno nashindwa. So we are going to spell, okay? Joy Kiango ni creative, huwa anaongeza tija sana kwenye kazi yake. Wengine wanasema ni kujiongeza. Joy anapokuwa anafanya kazi zake zinawafanya walimu wengine wakahisi kumbe na mimi natakiwa kuwa kama mtoto pale ninapokuwa na wanafunzi. Kwa walimu aina ya Joy wana impact kubwa sana katika elimu ya Tanzania. Kwa maana elimu ya sasa hivi ina focus katika kukuza mahiri za watoto, na ni walimu wachache ambao wana mbinu zinazoweza kukuza umahiri wa watoto. Katika upande wa taaluma, Joy amekuwa ni mwalimu mzuri sana katika kukuza hizo taaluma kama mtaala unavyohitaji. Ubunifu wake na mbinu anazotumia, watoto wanajifunza kwa haraka na kukuza vile ambavyo wanavyo. Even though I don't have, and here is the word drum. Is the word what? Drum. Are we together? And the word drum, when you spell the word drum,
napenda kutumia kwa sababu tukija kwenye mtaala wetu unazungumzia vitu vingi sana, na hata kama nafundisha mbinu mbalimbali, labda nitatumia staili ya kucheza, nitafanyaje, huaga sitokagi nje ya mtaala wa elimu wa Tanzania unavyofanya. Kwa hiyo ninachofanya, hao ni watoto, wana vitu vyao ambavyo wanapenda kufanya, wanapenda michezo, wanapenda nyimbo, wanapenda kucheza. Kwa hiyo ninachofanya tu mimi, like, kuna hii zana inasemaga kwamba watoto wanaangalia muziki, mtoto anaanza kuimba labda gwara gwara, mzazi mwingine anasema mimi sitaki mwanangu aimbe hivi, anaimba tetema, wakisahau kwamba wanapoondoka kazini watoto wanaosha TV wanaangalia. Kwa hiyo mimi nikasema kama wazazi hawapendi watoto wao kwa namna moja au nyingine wasiangalie muziki, wanasema mtoto anajifunza vitu vibaya kwenye zile videos, lakini wanaangalia kwa kuibia. Kwa hiyo kwa nini nisifanye njia ambayo yule mtoto ataangalia muziki, lakini at the end of time badala ya kuimba gwala gwala ataspell neno ambalo mimi nalitaka. Kwa mfano, mtoto anaweza akataka kucheza labda gwara gwara, lakini sasa tofauti ya mimi ninayofanya gwara gwara yangu inakuwa tofauti zaidi. Kwenye ile anapofanya gwara gwara nitasema labda WHITE, ambayo hiyo inakuwa hata akikumbuka kwamba huu wimbo teacher unaimba gwara gwara, mimi naambia sasa atuimbi gwara gwara, leo tunasema WHITE. Kwa hiyo anakuwa anacheza muziki, anakumbuka gwara gwara, lakini kwa vile yuko shule hataimba gwara gwara, hata spell the word. And trust me, hata akirudi nyumbani kesho akija, kwa sababu nilitumia tu style ya kucheza, hawezi kusahau. The same was nyimbo nyingi, kwa hiyo natumia vile vitu ambavyo watoto wanapenda. Naweza nikatumia hata mikono, naweza nikasema labda kuna nyimbo nyingi tunacheza, kuna wimbo wanasema clap snap, clap snap. Kwa hiyo mimi naweza nikasema labda BELL, lakini nikisema BELL mtoto ameshaondoka na word bell, umeona? Lakini naweza nikasema okay, do you remember jana tumejifunza nini? Wakakaa nikasema jana tulitumia labda we use the hand, do you remember when I did like this? Ata raise tu mtoto ataniambia yes teacher, BELL, and the word is wataniambia bell. Kwa hiyo hizo ndio mbinu ambazo natumia nitatumia muziki naamini tu wanaangalia, nitatumia michezo, nitatumia viungo vyao vya mwili, ili mradi tu nisitoke nje ya mtaala wa elimu. Nacheza mule lakini kwa njia tofauti. Kwa faida kwa wanafunzi na wafanya washike haraka sana. Tunaweza tukafanya mfano, anaweza kaja mtu akafundisha labda kushika the word labda pink. Yeye akasema okay, PINK. Mimi nikaja nikamwambia sir, kwenye the word pink tutafanya PINK. Wakifanya vile wao utakayesema tu PINK tofauti na mimi naweza nikaja nikasimama nikafanya tu hivi. Mtoto akaja akaniambia teacher PINK. Kwangu mimi inakuwa rahisi sana kwenye ufundishaji, rahisi sana katika wao kujifunza. Au vile vile na enjoy. Saa nyingine sio style zote nazijua. Mimi gwala gwala ilinishinda kucheza, lakini watoto walinifundisha kwa sababu tu wao wanajua. Kwa hiyo kwangu mimi it's enjoyable kwa sababu naona kabisa kuna vipaji. Huyu anapenda kucheza, huyu anajua kucheza. Huyu hawezi kucheza ila anashika haraka. Kwa hiyo rahisi kufundisha, vile vile unagundua vipaji vya watoto. Okay, concerning the techniques that she uses in class, to me, children enjoy them. They enjoy them so much so that you might find that nobody cries when it reaches time to come for school. So most of the children at that age, you might find that they wake them early in the morning and they start crying. But with her class, it is different because of the techniques she's using. You can't go anywhere with Joy and you feel bored. She fits in the society very easily and she's good at making friends. She's a good teacher. That is all I can say about her. Are we together? Are we together? Do you know that song? Tip Napina. Tip Napi Club. Tip Napi Club. I'm a baby boy. So we are not going to say Tip Napi Club. Tip. Instead produce sound. Nikifundisha watoto mimi nakuaga mkubwa, wao watundu wanakuwa. Lakini nikirudi kwa walimu wenzangu sasa mimi nakuaga mtoto. Nakuaga mtundu sana, nasumbuaga sana. Nikitaka kitu changu nitasumbua tu. Kwa yule utundu mpaka imefika kipindi sasa unaweza ukatokea tu watu wakaanza kucheka kwa sababu ya utundu tu. Kwa kitu ambacho kinanitofautisha na walimu wenzangu, utundu, ukorofi. Lakini ukorofi wangu sio mbaya, ni ukorofi ambao wananifundisha hawa watoto.
najibadilisha sana kuwa kama wao, na inatokea tu nikiingia darasani mimi, hata ukiita mtoto naweza nikamuuliza mtoto which number do you want, akaniambia number 5, lakini tukafanya kitu kingine tofauti ambacho wewe you didn't expect. Kwa hiyo na vitu ambavyo nafanya tofauti. Unajua wanasemaga sio mbaya kujifunza, ni mtu ambaye anajifunzaga sana, napendaga kuangalia wenzetu wanafanyaje. Kwa hiyo naamini katika kujifunza kwangu katika namna moja au nyingine pia inanifanya mimi niwe tofauti na walimu wengine. Kwa hiyo tuna vitu vingi sana tunafanyaga. Yaani sipendagi kila siku good morning madam, naweza nikafika nikamwambia hey which number do you want, akiniambia number 1 tuta high five, like teacher me I want number 1, tuta high five. Akiniambia number 2 nita hug mtoto, unajua then mpaka akisema number 2 amemiss hug, kwa hiyo lazima nita hug na mtoto. Teacher me I want number 3, I'll give him or her a kiss. Yaani unajua hapo teacher hapo sasa anatamani kiss. Akiniambia number 4 we dance, tutacheza. Akiniambia number 5 saa nyingine sasa una make fun, anambia ukiniambia number 5 I'll give you points. Kwa hiyo wanafurahi, lakini that is not true. Kwa hiyo na hivyo vitu like hey you boy which number do you want, teacher I want number 3, I give a hug. Teacher wants number 2, I give a kiss. Number 1, I give high five. Kwa hiyo hivyo vitu hata akienda kwa mwalimu mwingine hawezi akavipata. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vinanitofautisha mimi na mtu mwingine. Nimepoteza mama wakati niko mdogo, sio mkubwa sana, nimekosa malezi ya mama. Kwa hiyo feeling ya kwanza nikiingia hapa naaminiki kwamba watoto wanapenda upendo. Kwa hiyo najitune na kuaga mama yao. Feeling ya kwanza najibadilisha na kuaga mama yao. Not only a mother but also a sister. Not only a sister, a friend. Not only a friend, also a teacher. Sasa nikishaweka hizo feeling mbili ya mama, ya udada, ya urafiki na ya ualimu, kwangu kila kitu kina flow. Kila mtu anayefanya vitu vizuri katika society. Tulisaulika sana like mimi nakwambia kwenye hii field mabinti wengi sana, wasichana wengi sana wenye umri kama wangu wanafanya, lakini hawajatokea kukubali na kusema kwamba mimi nafanya kitu muhimu katika jamii. Watu wanasema wanaaminigi ualimu ni sekondari, ualimu darasa la 6, la 7, la 4, la 5, ambacho kitu sio kweli. Hata hawa wana maana kubwa sana katika jamii. Kwa hiyo tuko wengi, mimi naamini hata kwa hili nitakalofanya leo, nitawafanya hata wale ambao ni walimu kama mimi, wana umri kama wangu, instead of wa kusema labda mimi slay queen, mimi labda na post picture niko huku, watapost picture na watoto. Imeniwia vigumu kwa namna moja au nyingine. Zamani hata mimi kwenye page yangu ukifungua ukiangalia, nilikuwa na post matukio ya watoto, lakini mpaka uje kurealize kwamba Teacher Joy ni mwalimu wa watoto. Yaani utakuwa wewe mjanja sana, utascroll utakuta zile moja, lakini trust me, from the moment sasa nikasema yes, mimi ni mwalimu, napenda ninachokifanya and this thing, kwa sababu unaweza kufanya vitu vingi ambavyo mtu anakuambia unajua wewe unaweza. Sometimes we need mtu ambaye anaku comfort, mtu ambaye anakuambia unaweza. Kwa hiyo kuna kipindi nikasema sasa na deal na watoto, sasa na wapenda watoto. That is the moment. Hata sasa hivi kwenye page yangu ya Instagram nikipost mimi tu niko sehemu, watu wananiambia watoto wako wapi, and I was like yes, this is what I want. Nataka dunia nzima ijue kwamba Wali Joy ni mwalimu wa watoto and she is proud of what she is doing. So 1 + 1 is equal to 2. Now we go 2 + 2. Now we go 4 + 4. 4 + 4. Sasa nyumbani inakuwa napata shida, nina tabia like umeme ukikatika ukirudi na shout oh, and they wananiambia you see mambo yako ya shule unaeleta nyumbani. And I'm sorry bwana, nisamee, ni kawaida tu. Then nina mtoto mdogo sana na kaaga naye naambiaga ai anaitikia kama nyimbo na kadogo, yani hata kuongea kanajifunza. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo nafanya shule, lakini kwa vile tu nyumbani nina watoto nafanya nao. Kwa hiyo na vitu vya toto vingi ambavyo navipeleka nyumbani, ndio wananiambia sio kosa lako kwa sababu tu ya kazi unayofanya, ndio maana. Moments iliyokuja mwaka jana niliandaa event kubwa sana shule, kubwa sana ambayo we normally going out katikati ya likizo au baada ya yani mwisho wa kufunga shule tunaendaga out. Lakini mwaka jana ulikuwa mwaka ambao tulikuwa hatuna hata out, yani tumekaa like mwaka mzima tunasoma. Kwa hiyo katika kipindi nikasema na hivi tunafungaje shule bila kwenda out, bila kufanya kitu chochote. Then nikamsumbua mwalimu mkuu, nikamwambia mwalimu mkuu, and
trust me, hiyo kitu ilikuja. Nikamwambia teacher, mimi nataka kufanya kitu fulani. Akaniambia what is this? Nataka kufanya kitu kinaitwa school festival. Then wakanipa chance, nikafanya a very big event ambayo niliamini nimewafurahisha wanafunzi wote. Kwa hiyo ni the time ambayo nilitokea kujiamini. Pia nililetewa mwanafunzi ambaye she is a star. Yani nililetewa mwanafunzi ambaye ni star. Niko shule napigiwa simu naambiwa hey, Maizumo anakuja shuleni kwenu kumfundisha. And I was like, Mungu wangu, Maizumo mimi nitamweza, kwa sababu kuna clip moja niliona ameenda shule afu mwalimu akawa anakula chapati, wao wanakunywa uji, akarudi kwa babake akamwambia, baba, unajua shule walimu wanakulaga chapati na supu, sisi tunakunywa uji. Kwa hiyo nikawa ni mtoto ambaye namfikiria, nasema sasa mimi huyu mtoto naenda kudeal naye vipi? Yani mimi huyu namwezaje? Kwa sababu ukiangalia clip zake ni mtoto ambaye anasumbua. Kwa hiyo wakamleta mtoto, nikaanza kumfundisha mtoto, nikamfundisha. Siku ya kwanza nilichukua video ya yule mtoto nikamtumia mamake DM. Sina namba ya mamake hapo, haturuhusiwi kuwasiliana sana na wazazi. Yes. Sina namba ya mamake, nikamtumia tu DM. Akaniambia, "Hey, can I have your number?" Mzazi akaomba namba yangu, nikasema okay. Alafu naomba wewe unanitumia clip. Basi yule mama nikawa namtumia clip. Akaja akanipost kwenye page yake. Aliponiposti nikasema, okay, so wanaelewa nini nakifanya kwa mtoto wao. Wao kama wazazi wa mtoto ambaye mkubwa sana kwa hapa, mimi naamini nikikompea na wanafunzi wengine ambao ninao. Basi nikakaa nikaonyesha, kampata mwalimu mkuu, nikamwambia mwalimu mkuu, si umeona ameniposti na mimi, aona Mai anafanya vizuri, anaendelea vizuri. Basi nikakaa ikafika kama mwezi hivi, Uncle Zumo akaniposti kwenye page yake nacheza na watoto. And I was like, okay, kama Uncle Zumo amenielewa. Alafu sasa nikawa napitia comments like watu sasa like, hey, you are special, unaichi kitu, wakawa zile comments unapitia. Japo kwa negative comments zipo, lakini mimi nilikuwa hazinisumbui na deal na positive comments. Kwa hiyo unaweza nikasema okay, so this is the moment naamua sasa kudeal na watoto completely, kutokana tu nilipata mtoto mgumu. Ofa wanangu ndio wanachopata Mai. Sijawahi kuwaambia kwamba hey, wewe ni mtoto sana. Ndio wanajua. Hao watoto nyumbani kwao wana mama zao, wanawaonyesha. Anambia, "Mama huyu tunasoma naye." Kwa hiyo wao wanajua Mai ni mtu gani, lakini watoto pia hawana ile akili kubwa ya kusema labda Mai ni star. Unajua akili za watoto mimi nitajua, wewe utajua, lakini sio sawa na watoto. Kwa hiyo anachopata Mai ndicho anachopata mwanafunzi mwingine, ndicho anachopata. Sijawahi kumchukua Mai labda nikamweka nikasema labda wewe nakupa hichi kitu kikubwa mtu mwingine simpi. No, unaweka watoto wangu wote same level ambayo naamini hata wao pia wana usawa wao kwa namna moja au nyingine. Ndio ni vizuri vile vile kudili na mtoto sana mwingine. Inanipa changamoto kwa sababu pia anaendaga sehemu nyingi tofauti. Anaweza akafika hata akaojiwa, unasoma wapi? Akaulizwa tu in English, what's your name? Akishindwa kujibu moja kwa moja atauliza huyu anasoma wapi? Itajulikana Patmo teacher yake nani? Teacher Joy. That teacher Joy hajui kufundisha. And that is really making me kufanya kazi very hard, kwa sababu I don't want her akienda sehemu yoyote mimi nionekane sijui. Kwa hiyo inanifanya usiku na mchana nalala. Kila siku nasemaga mbinu nitakayokuja nayo kesho tofauti na ya jana, kwa sababu tu yes, anapata interview, nasoma wapi? Nasoma Patmo. Anaweza kaulizwa maswali mengine madogo tu ya kawaida ambayo akishindwa kujieleza anaonekana shule anayosoma sio nzuri, mwalimu anayemfundisha yuko vizuri. And I want a lot siku moja watu waseme kwamba Teacher Joy hawezi. No, kwa sababu mimi mwenyewe moyoni mwangu na mimi ninaweza. Kwa hiyo anani motivate. Naona kama wanaona field ya walimu ni kitu ambacho wanakidharau. Wanaona
unaona field ya walimu especially kudili na watoto wadogo ni kitu ambacho hakilipi, hakina faida. Lakini trust me, hakuna kitu ambacho kinakupa faida kwa namna moja haraka tu. Hamna mtu amelala kaamka kawa tajiri. Lazima work hard, fight. Mwisho wa siku utakuja tu. Wanasemaga hard work pays, na mimi naamini hivyo. Kwa hiyo ni watu ambao jamii imechukulia kama field ya walimu ni field ambayo walimu, mimi nahisi hata walimu wa sekondari na huko juu wanathaminiwa kidogo, ila huku nasari tuko wengi kama age kama yangu, lakini sasa kujiexpose kwamba yeye anafundisha mtoto, hiyo ndo chache, kutokana tu na mentality yao ya kusema kwamba hailipi, wasumbufu watoto wana mambo mengi, which is not true. Naweza nikasema it all begins with a passion. Kila kitu ufanye kikitoka moyoni mwako. Sitamani kuona mwalimu anaamka asubuhi, akiamka tu anasema naenda sasa kwa wale watoto. Ukishasema hivyo, ukija shule rasmi hauwezi ukafanya kitu ambacho kimetoka moyoni mwako. Kwa hiyo kitu ambacho natamani kuambia walimu wenzangu, penda kazi yako. Penda nini unafanya. Tamani kufanya kitu tofauti. Amka asubuhi, sema leo naenda kukutana na wanafunzi wangu, watafurahi. Kwa hiyo you love what you do, and you do what you love because of the passion. If you have the passion, trust me, everything will go smooth. Nataka siku moja vitu vyangu ninavyofanya darasani vitumike katika Wizara ya Elimu, kwa sababu tu nimesema siendi nyuma ya mtaala ambao wanafanya. Kwa hiyo naamini kutokana na hivi vitu ambavyo wanafanya, siku moja nitakuwa na nguvu ya kwenda Wizara ya Elimu nikaonyesha, ona hizi video zangu nafundisha things that produce sound. Topic ya kwanza katika kitabu chenu mlisema nifundishe things that produce sound, na hii njia naitumia kuwafundisha hawa watoto wadogo. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nataka hata siku moja niitwe niambie, sasa leo tuna mwalimu mmoja anafundisha watoto wa nursery, atafundisha mbinu mbalimbali ambao nitakutana na walimu wenzangu bali. Kwa sababu sasa hivi napokea simu, mtu anaweza akakudia mwambia mimi mwalimu mwenzio nielekeze jinsi unavyofanya. Sasa ndio sio mchoyo na muelekeza, lakini pia kumwelekeza huyu, kesho atakuja huyu, kesho kutwa atakuja huyu, kesho kutwa atakuja huyu, pia inakuwa nitakapomwelekeza huyu leo atanikuta sina kazi, nitamwelekeza vizuri. Mwingine atanikuta kidogo nimetingwa, nitamwelekeza. Kwa hiyo natamani siku moja nikae na walimu wenzangu wenye umri kama wangu wanaodili na watoto, tukae tuzungumze mbinu mbalimbali, na pia vitu ninavyofanya vitumike kama mfano mzuri kwa walimu wenzangu. Very good, Lion. Who can solve for me the lion? Hello. I. O. N. Very good. Cat. Who can solve for me the cat? C. A. T. Cow. Ni mtu mmoja mkubwa sana ambaye alikuwa anadharaulika, kwa sababu mimi na age yangu ambao nimesoma nao sasa hivi wanaweza kawa wako chuo, watu wana kazi ya maana, wanafanya kitu fulani. Kwa hiyo mimi from the beginning wamejua Joy anafundisha watoto wadogo. Naitaga vidudu. Kwanza kuna msemo wa vidudu. I hate that to the extent. Mwalimu wa vidudu, yani kwamba mimi nafundisha vidudu, hawa ni wadudu. Hiyo kitu ambacho sikitaki. Kwa hiyo mimi naamini kuna watu nimesoma nao walikuwa wanajua kwamba Joy mwalimu wa nini? Mwalimu wa vidudu. Waliweka mentality kwamba mwalimu wa vidudu, yani mpaka siku kuja kufanikiwa itachukua muda mrefu sana. So kwenye miaka 2 ijayo, yani au 3 au zaidi, naweza nikasema watamuona Joy kwa namna moja nyingine tofauti, ambayo atabadili fikra na mawazo yao ambao walikuwa wanasema mwalimu wa vidudu haulipi. Trust me, ukipenda kazi yako kila kitu kitalipa. To come around here. Which word did I spell? Lion. Is she correct? Yes. Spell for us the word lion. Hello. Hi, Teacher Joy. Kama mwalimu wa vidudu Tanzania anayopenda kuiona miaka ijayo ni Tanzania nzuri ambayo imechangamka, watoto wadogo tangu wako wadogo wanakuwa active. Sipendi kuona mtoto anakuja darasani hayuko active. And always mtoto mpya akijaga hapa darasani kutokana na mshamsha tu waga atajiona tu yuko. Sasa ile kuiondoa ile mentality kumwambia wewe uko sawa na wale, lazima umpe naambia hey, nataka nikuweke ndimu kidogo, pilipili kidogo uchangamke. Anashinda kunielewa, lakini naambia kwani nikikuwekea pilipili utakuaje? Nitawashwa. Naambia sasa mimi nataka uwashwe uchangamke uwe kama. Kwa hiyo unakuta watoto ile akizubaa pia ile teacher look this one, yani watamshamsha kutokana tu na ile spirit walioikuta darasani kwangu, lazima tu. Kwa hiyo kama mwalimu wa vidudu, yes, hicho ndo naweza kuambia. Teacher. Teacher. I
want you to come around. Say hello. Hello. Hi. Hi. Whoa. Ninachotaka kukiomba hapa ni kitu kifupi sana na kitu kidogo sana. Walimu ni wito. Walimu ni utoto. Unapokuwa mwalimu lazima ukubali kuwa mtoto. Kwa hiyo napenda kuomba wafanyakazi wote na walimu, sio walimu tu peke yao, hata wafanyakazi wa idara zingine, ili mradi unashughulika na wanafunzi, lazima uwe mwanafunzi ili uweze kufanya kazi zako vizuri. Na kwa jamii nzima lazima tukubali kitu alichonacho mtoto. Mtoto ndio chanzo cha kila kitu. Tusipandikize vitu vyetu kwa watoto. Tuache watoto waibue hisia zao, mitazamo yao, maono yao na fikra walizonazo. Sisi tujaribu kuziendeleza tu. Hilo ndio naomba jamii iweze kulifanya. Ambalo kwa kweli ningewaasa wazazi, mimi nimekaa kwa muda mrefu katika sekta ya ualimu. Mimi ni mwalimu, nimefanya mpaka level ya degree. Kitu ambacho wazazi wengi wanachoangalia ni A. Hata ukimdanganya ukamwandikia A na yule mtoto hajui kusoma na kuandika, wazazi wengi wanaifurahia. Lakini kwa siku za leo, za changamoto, za ushindani mkubwa wa kimataifa, tunahitaji zaidi ya hiyo A. Mtoto ajitambue. Wazazi waanze mfumo wa kuwezesha watoto wao wajitambue. Mtoto wako akipata A usiridhike. Mcheki huyu mtoto amejitambua kiasi gani, hilo somo amelijua kiasi gani. Kuna watoto wengi wana A, ukimvuta kando ukimpa mtihani mdogo sana hawezi kufanya. Yule mtoto ina maana hajasoma, amefundishwa maswali. Walimu baada ya kuona wazazi wanapenda A, wengine wanafundisha maswali yanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka. Usipokuwa makini, watoto hawatasoma content. Kwa hiyo wazazi wasiridhishwe tu na matokeo, waangalie badiliko la mtoto. Kwenye kufundisha huwa tunasema mtoto amefanikiwa au ufundishaji umefanikiwa pale kunapokuwa na change of behavior, kuna tabia imebadilika. Watu hawaridhiki kuangalia tabia, wanaridhika kuangalia makaratasi. Angalia mtoto wangu amebadilika kutoka hatua moja kwenda nyingine. Hebu mshindanisha na mtoto mwingine wa shule nyingine, uangalie huyo mtoto wako yuko kwenye kiwango gani. Hicho ni ambacho ningewaasa wazazi.